So ladies and gentlemen, habari ambazo zimetufikia sasa hapa kwa KG Chipande YouTube channel, ambapo nakuhusia sana siku zote ya kwamba uweze kuweka subscription ili uweze kupatana na habari zote ambazo tutakapokuletea pindi tu tunapozipata ambazo zinachipuka hapa duniani. Ndege ya India ambayo ilikuwa inatoka zake nchi ya India na kuelekea zake London imeweza kupata ajali leo, ambapo maisha ya watu takriban 242 yameweza kupotea immediately tu pale ambapo ino ndege ilikuwa inaanza safari yake kutoka ule uwanja wa ndege. Takriban watu 242 ikiwemo watu 169 ambao ni Wahindi hawa ama ni wenye ile ndege tutasema, pamoja na watu 53 ambao ni Waingereza, pamoja na watu 7 kutoka Portuguese, na vile vile bado mtu mmoja ambaye ametoka nchi ya Canada, ambao wote hawa walikuwa ni abiria wameabiri ile ndege ili mradi waende zao kule ambako ni London, kulingana na taarifa ambazo tumezipata. Jeshi la polisi la nchi ya India limeweza kutoa habari ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba watu wote hawa 242 ya kwamba wamepoteza maisha yao pale pale pasi kupata msaada wowote wa kupelekwa hospitali. Na vile vile bado habari ambazo zimetufikia ni kwamba ile airport ambayo inajiita Ahmedabad ambayo imetoka hino ndege pale rasmi, ama ambayo ndio shirika kubwa ambalo linadili na hino ndege, imeweza kufungwa kwa uchunguzi ili iweze kutolewa habari mwafaka, ijulikane kisa na kiini cha hino ndege, kitu gani ambacho kimesababisha ajali ya hino ndege kutokea, ambapo iliweza kutokea kwenye ile nchi ile ya India tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Hizi ndizo habari ambazo zimetufikia hapa kwa KG Chipande, ikizingatia kwamba mimi mwenyewe pia niko na rafiki yangu ambaye very soon, nikimaanisha kesho, anapanda ndege ili mradi aelekee zake kule 254 Kenya, ambapo anapanda ndege ya Qatar Airways, na hino najua italeta tashwishi kubwa, na hino bado vile vile najua italeta ile uoga sana, especially kwa wale ambao ni wasafiri, mpango mzima huu wa ajali kwenye ndege ama ndege kupata ajali. Tuliweza kuona mwaka jana pia ilipofika mwezi wa 11 ulipokuwa tunaelekea mwezi wa 12, ajali nyingi sana ziliweza kutokea, especially ndani ya Canada, ndani ya Turkey, na vile vile pia Dubai. Ni moja ya ndege ambazo zilipata ajali, na ajali watu wakaziongelelea, na vile vile pia watu wakaanza kusema kwamba ni ajali ambazo zilikuwa zimesababishwa na binadamu ama zimesababishwa na uongozi kugombana huku na kule. Lakini mimi hapa kwa KG Chipande nitakwambia ya kwamba siku zote ajali ni ajali, na ajali haina kinga, na siku zote kule ambako unaenda haujui ile safari utafika salama ama lolote linaweza likatokea. Mwenyezi Mungu ametuandalia kifo, na Mwenyezi Mungu ametuwekea kifo. Sote lazima tuonje umauti. Hakuna ambaye anajua umauti wake utamfikia wapi, saa ngapi, na lini, na kupitia njia gani. Hakuna yeyote ambaye anajua ni kipi ambacho kitamsababisha yeye kutoka kwenye huno utu wa dunia, kwa sababu laiti tungekuwa tunaufahamu, basi watu wengi tungekataa kufanya vitu moja ama vingine ili mradi tuepukane na ile kitu ambacho watu tungekiona kama ndio kitu ambacho kitatutoa uhai wetu hapa duniani. Cha msingi, endapo unasafiri ama endapo mtu wako yoyote yule yuko karibu kusafiri ama yuko ndani ya safari, basi wewe muombe ili afike salama salimini kule anakoenda, kwa sababu kama tunavyojua maombi ya msafiri ni maombi ambayo siku zote ndio maombi yanayopokelewa, ama ni maombi ambayo siku zote Mwenyezi Mungu anayasikiza sana hata kuliko yule ambaye ameachwa pale ambaye haisafiri. Kuna ile kauli ambayo watu wengi wanapenda kusema kwamba msafiri kafiri. Mtanielezea kwenye comment section hapo maoni yenu inamaanisha nini ama inaelezea nini. Na vile vile pia sote tuwaombee wale wote ambao wamepata ajali hino
kwa sababu wamekufa kama mashahidi. Inategemea ni kitu gani kile ambacho kilikuwa kimewafanya hao wachukue ile hatua yao ya kusafiri. So ni ajali kama ajali zingine, na mimi na wewe tuombe Mwenyezi Mungu ambao tumesalia tusiweze kupata ajali kama ile iliyopata wenzetu. It is what it is, guys. This is KG Chipande. Please make sure you subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time.